Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Mbengo TV, we are the best. Nimekuja kuzungumza na babangu Alhaji Dr. Sule. Leo bwana tumekuja kuzungumza kutokana na muda mrefu hatujapata nafasi ya kuzungumza naye. Kama ulipata nafasi ya kutembelea akaunti zake za Instagram bwana, alienda hija kidogo. Ilikuwa hija au umra? Alienda umra na amerudi. Tuzungumze naye mawili matatu tupate kujifunza, ukizingatia tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tupate kusoma pia kwa sababu tunachokitaka ni tupate elimu na tupate mafunzo yale ambayo yatatupelekea sisi wenyewe kuwa katika hali ya Mwenyezi Mungu kutukubali na kutupenda pia. Niko naye hapa Alhaji Dr. Sule. Salamu alaykum baba. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mama. Naam. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, si jambo, salama kabisa, kila kitu kinakwenda alivyokipanga na kukikadiria yeye Mwenyezi Mungu. Naam. Nipe historia ya umra kidogo, maana wengi tunashindwa kuitofautisha kati ya umra na kwenda kuhiji. Ni vitu ambavyo vinashabihiana ama vinatofautiana? Ni vitu vinashabihiana lakini sio kitu kimoja. Kwa sababu kushabihiana ni kufanana. Juma na Khalfani wanafanana, lakini Khalfani mwingine na Juma ni mwingine. Umra na hija ni ibada mbili tofauti kwa maana ya muda wa kufanya na baadhi ya taratibu za kufanya. Umra ni hija ndogo. Hija ni ile hija yenyewe ambayo ina wakati maalum. Kwa sababu hija sheria yake na kanuni yake ni mwezi wa mfunguo 3 tu. Kipindi cha mwezi wa mfunguo 3 kwa maana mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 katika kalenda ya Kiislamu, mwisho wa mwaka. Ile ni ibada inayowakutanisha Waislamu wa dunia nzima kila mwisho wa mwaka mahali pamoja katika kufanya ibada na kujinyenyekeza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni ibada yenye historia pana kwa sababu mnapita maeneo mengi. Hija ni ibada ambayo ziko ibada zinafanyika Maka kwa maana msikiti pale Masjid al-Harami penyewe, ibada ya Safa na Marwa, lakini kuna kukaa pale panapoitwa Arafa kwenye siku ya kisimamo, kuna Muzdalifa, kwa hiyo kuna Mina ambayo siku ya mwezi 8 mnakwenda Mina pale mnalala, mwezi 9 mnakwenda Arafa, mwezi 10 mnachinja kwa maana ya kupiga mawe na kuchinja. Kwa hiyo ibada ile ni tofauti na hii ya umra. Umra yenyewe ni unakuwa pale Maka tu na unaifanya kuanzia pale utakapochukulia nia kwa maana ya mikati. Kwa wale wanaosafiri na ndege, kila kundi lina eneo lao, ndio eneo la mikati, mnaweka nia mkiwa juu ya ndege. Na kama mnasafiri kwa usafiri wa chini, yako maeneo maalum ya kufanya kuweka nia wakati mnakwenda. Kwa mfano, kwa wale wanaosafiri usafiri wa kawaida, mpaka wa Maka na nje ya Maka, Maka na nje ya Maka, yani miji ya nje ya Maka, uko mahali panaitwa Masjid la Aisha. Umebeba jina la mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Safari moja Mtume sallallahu alikuja hija, akafanya hija akamaliza, lakini akatamani kufanya umra. Kwa hiyo Mtume sasa akamwambia huwezi kunuia umra wakati uko ndani ya ibada ya hija na uko ndani ya Maka. Kwa hiyo inabidi utoke nje ya mji alafu kaweke nia uingie tena ndio ufanye ibada ya umra. Kwa alikwenda naye mpaka mahala mpakani mwa Maka na nje ya vijiji vya Maka au vitongoji vya Maka, akaweka nia pale alafu ndo akaingia Maka akafanya umra. Kwa hiyo umra ni ibada ambayo inafanyika pale ndani ya msikiti wa Masjid al-Harami Maka pale, na unapata fursa ya kusai Safa wal Marwa, lakini huendi Jamarati kupiga wala husimami pale Arafa wala huendi kufanya ibada pale Muzdalifa, kule Mina pia huendi. Kwa hiyo hiyo ndio ibada tofauti ya ibada hizo mbili, lakini kubwa zaidi ibada ya umra inafanyika wakati wowote, ila ibada ya hija ni mwezi maalum.
Hapo nimeelewa, maana mimi kidogo nilikuwa mgeni kwenye hilo swala, ila inshallah siku moja na mimi nitakuwa miongoni mwa watu ambao wameenda hija na umra pia. Allahumma amin. Allahumma amin. Baba, mimi nataka tuzungumzie swala zima la ndoa. Tukitazama ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kabla ya mwezi wa Ramadhani, lakini pia mwanzoni mwa 10 la kwanza, maana sasa hivi tunaelekea tuko kwenye 10 la pili. Imekuwa na ndoa zile za mwezi wa Ramadhani, wengine wanasema ndoa za uji, wanaziita hivyo. Zimekuwa ni kama desturi kwa Watanzania ama watu jamii tofauti tofauti. Ikikaribia Ramadhani basi ndoa zinakuwa nyingi sana, lakini ikiisha Ramadhani na zile ndoa zinakuwa zimeisha. Kumekuwa na hii hali, sijui ni kwa nini na sijui ni inaswi tufunge ndoa kwa ajili ya kukwepa zinaa ndani ya mwezi wa Ramadhani, alafu tukimaliza Ramadhani tuachane ili zinaa iendelee kama kawaida. Natamani kidogo ulifafanue hili kwa uwezo wako kidogo. Kuna shida kidogo katika mafundisho ya viongozi wa dini waliotangulia. Nataka tu nikupe mfano ili unielewe. Leo kama unakwenda umra, ibada ya umra, kama Al-Kaaba kutakuwa na watu 1,000,000, basi weusi hawatafika 1,000. Nilichojifunza, Waafrika hawakupata elimu ya kutosha ya dini ya mambo ya msingi. Yaani vile vitu vya msingi katika dini, Waafrika wengi, wale watu wa tarika waliokuja mwanzo kuleta dini, kuna vitu walivikazia sana, kuna vitu hawakuvikazia sana. Viko vitu walivikazia sio muhimu sana, na viko vitu hawakuvikazia vilikuwa muhimu sana. Nataka nikupe mfano kabla sijajibu swali lako. Mara hii tulipokwenda umra, mimi nilikuwa najaribu kuangalia Waafrika, watu weusi wachache sana, wengi ni weupe. Na hija iko hivyo hivyo, wengi ni weupe kuliko weusi. Sasa nini sababu? Elimu ya kutosha ya thamani ya ibada ya umra na hija wengi hawana. Na lau Waislamu wangejua thamani ya ibada ya umra na hija wa Afrika, basi ndio ibada wangeikimbilia zaidi kuliko ibada yoyote, kwa sababu umra ina sifa kubwa mbili. Tuache hija, naizungumzia umra kwa sababu hija ni wakati maalumu, inatumia gharama kubwa tofauti na umra. Umra inatumia gharama ndogo, dola 1,500, dola 1,600 unakwenda umra. Nazungumzia milioni 4, milioni 3 point kadhaa unakwenda umra, ambayo ukiamua unaweza kuitafuta. Ili vijana wazee wengi akijipanga akisema kila baada ya miaka 3 nataka kwenda umra, kwa kuweka hata 100,000 ana uwezo wa kwenda umra. Lakini nani leo anajua faida za umra tofauti na watu wanavyofikiria? Faida ya kwanza ya umra ni ufutio wa madhambi. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, ukienda ibada ya umra, ukafanya umra, kisha ukahofia kuwa hukusamehewa dhambi, unapata dhambi. Umeona hayo maneno? Yani ukienda umra, ukaifanya ibada ya umra, kitu cha kwanza unachotakiwa uitikadi katika nafsi yako, umra imekubaliwa na dhambi umesamehewa, ili mradi tu umefanya umra kwa namna inavyotakiwa umra uifanye. Kwa hiyo umra ni matukio ya kusafisha madhambi. Kama ukikosea una ufutio, unafuta, unaandika tena. Na dhambi, umra inafuta madhambi kila unapoyafanya. Nani leo angeacha kwenda kila baada ya miaka 2 mitatu ili kufuta ya nyuma? Maana yake, na hicho ndicho ambacho weupe wengi wamekiona thamani yake, wamekuwa hawakauki umra, wakubwa kwa watoto. Utakuta wenzetu weupe wana watoto mpaka wa miaka 5 6 anakwenda naye umra 2 3,
Sisi ni nadra sana kumuona Muafrika anakwenda na mtoto wake anakwenda umra. Yes. Sasa nataka tu niseme faida ya kwanza ya umra ni kufuta madhambi. Ni faida kubwa sana kwa sababu ina maana mimi baada ya kwenda hija zile dhambi zote nilizozifanya baada ya 2008 kuja hapa zimeondolewa, naanza moja. Kwa sababu si ufutio, kwa lazima ufutiwe dhambi. Hilo la kwanza. Lakini faida ya pili ya mtu kwenda umra, msikiti wa Maka. Msikiti wa Maka. Ukisali sala ya dhuhuri msikiti wa Kichangani Magomeni, ukisali sala ya dhuhuri msikiti wa Mtoro Dar es Salaam Kariakoo, ukisali sala ya dhuhuri Mwanza na maeneo mengine yote isipokuwa Maka na Madina na Jerusalem Baitul Maqdis, malipo yake huwa ni sala zisizozidi 10, kwa sababu ni 1 kwa 10. Tofauti yake, sala pekee bora kuliko zote duniani ukiisali ni ile unayoisali Masjidil Harami Maka. Adhuhuri moja inalipwa mara 100,000. Kwa hiyo ukisali sala ya adhuhuri moja Masjidil Harami Maka ni sawa umesali adhuhuri 100,000 katika maisha yako. Naeleweka vizuri? Nani anaweza kusali sala 2,000 tu katika maisha yake yote, adhuhuri 2,000? Nani? Haiwezekani. Haiwezekani. Ni ngumu. Uwezi. Sala 2,000 za alfajiri katika uhai wako ngumu. Uwezi kuzipata hizo sala, labda Mungu akupe uhai mrefu sana. Kwa sababu sala ni 5. Umenielewa? Sala kwa siku ni 5. Kwa mwaka utahesabu sala 350 au na 60. Sala 360. Ukiishi miaka 10 ni 3,500. 350 sala kwa mwaka, ukasali zote bila ya kupunguza hata moja, 350 kwa mwaka sala za alfajiri, 3,500 kwa miaka 10. Sasa nani anaweza kusali sala miaka 10 bila kupunguza hata moja? Unaona ugumu unapokuja? Yes. Lakini sala moja ukisali msikiti wa Maka inalipwa 100,000. Unakuwa umesali sawa na mtu aliyesali sala 100,000. Ina maana ukifanikiwa kwenda Maka ukasali sala 5 za alfajiri, sala 5 za alfajiri ukiwa Maka, maana yake we katika maisha yako umesali sala 500,000. Ambazo ni sawa na kuishi miaka 100, tena unasali non stop. Na bado ziada inabaki. Kwa hiyo ukifanikiwa kusali sala 5 Maka, maana yake umesali sala 500,000 ambazo zinakufeva kuwa ibada yako imetimia. Ile kauli ya Mtume sallallahu kwamba mambo yote kabla ya kuhesabiwa kwanza itahesabiwa sala, ikitimia sala mengine yatakuwa yamenyooka. Maana yake ukifanikiwa kwenda Maka mara kwa mara, ukazisali sala za alfajiri msikiti wa Maka, ukazisali sala za dhuhuri msikiti wa Maka, ukazisala sali za Aisha magharibi na kadhalika msikiti wa Maka, vivyo hivyo ukafanikiwa kusali Madina ambayo sala moja ni 10,000. Sala moja Madina ni 10,000. Ukafanikiwa kukaa Madina na Maka, ukasali Madina labda siku 5, Maka ukakaa siku zako 6, ukasali siku 10, ukafanya ibada katika kipindi hicho, kuna possibility kubwa hapo katikati Mungu akikuchukua wewe kuwa mtu wa peponi. Kwa sababu ibada ya sala tu itakubeba. Kwa sababu Mungu si ataangalia kwanza ibada ya sala kisha ndo ataangalia ibada zingine namna zilivyokuongezea thawabu, akupe thawabu. Kwa kama ibada ya sala imekufeva kwenye matendo mema, basi yale sadaka, sijui vitu gani ulivyofanya, maneno mazuri, vile vyote vile vitabebwa na ile ibada yako ya sala. Kwa hiyo maana yake nini? Ndio maana watu weupe wengi wanakwenda sana Maka. Wanajua kwamba nikifika Maka nikaitumia mji wa Maka siku 6, nikautumia Madina siku 5 kwa umra yangu, maana yake mimi nimefanya ibada kwa zaidi ya miaka 40-50, wakati nimefanya ibada kwa siku zangu 5 tu
lakini najikuta na ibada ya miaka 50, 60, 70 ambako ni ngumu sana mwanadamu kuanzia umri wa miaka 18 wa barehe akitimiza miaka 50 akitoa 18 amebakia na miaka 32, uwezi kufanya ibada miaka 32 mfululizo. Hiyo ndo faida. Sasa watu wengi wanaokwenda Maka, wengi wanaojua wenye uwezo hawaachi kwenda umra. Lakini faida ya tatu, msikiti wa Maka ndio mahala ambako vituo vya kujibiwa dua viko vingi zaidi kuliko popote duniani. Ule msikiti wa Maka pale ndani kuna vituo 7, kuna engo 7, kuna maeneo 7. Ukisimama hapo ukiomba dua usiulize tena imekubaliwa au, yani kukubaliwa ni lazima. Haina kipingamizi, ni lazima. Ila kupewa ndio kutategemea muda, kwa sababu kupewa hiari ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu katika moja ya kanuni yake kutoa ni pamoja na kuchelewesha uliloliomba. Yani huo ndo kanuni ya kiungo yake. Unaomba leo anakupa baada ya mwaka mmoja, sio kakunyima, atakupa ila baada ya mwaka mmoja. Unaomba ndizi, Mungu anaamua kukupa chungwa kwa sababu anajua ndizi ina madhara gani kwenye mwili wako na chungwa lina faida gani, yani kukupa mbadala. Kwa hiyo Mungu anaweza kukujibu haraka kwa pale pale, anaweza kukujibu kwa kutakharisha muda kidogo, au akakupa mbadala wa kile wewe umekiomba, lakini kupewa ni lazima. Nani leo asiyetaka kujibiwa dua zake za shida mbalimbali? Lau watu wangejua thamani ya umra wangekwenda, kwa sababu ukimuombea Mungu msikiti wa Maka majibu ni ya haraka zaidi kuliko kumuombea Mungu kimbango lile. Umenielewa? Kwa hiyo ni faida nyingine ya kwenda pale umra. Sasa wenzetu wale weupe wameelekezwa na kufundishwa vitu muhimu. Katika ibada wanazingatia vitu muhimu. Sisi kwetu Ramadhani ni moja kati ya mwezi uliopewa nguvu sana 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 sana. Na tunakuaga na mawimbi. Siku ya kwanza ya Ramadhani msikiti hautoshi kuswali. Lakini siku ya mwezi 16 Ramadhani utawakuta nusu. Mwezi 29, 28 Ramadhani wanasali wachache. Maana yake kuna wimbi linaishi kwa mkumbo. Kuna watu wanaishi kwa mkumbo. Na vivyo hivyo kwenye ndoa. Ndoa za watu wengi wamefundishwa na wameelewa hivyo kwamba mwezi wa Ramadhani kuna vitu ukivifanya ibada yako ya funga haikubaliki. Cha kwanza, ukizini ibada yako haikubaliki. Usiposwali ibada yako haikubaliki. Kwa muktadha huu, kila anayetaka akubaliwe Ramadhani na akiamini kwamba Ramadhani ni mwezi wa kusamehewa makosa na yeye anataka kusamehewa makosa yake, ndio anaona bora mchepuko aurudishe nyumbani kwanza. Kuna kundi ili wanatengana kwamba we nenda kwenu na mimi naenda kwetu, kila mtu tunakaa hivi, tukimaliza Ramadhani tunaendelea. Yani wanaahirisha zinaa kwa muda. Kuna kundi asema tuoane kabisa, mwezi huu inabidi unipikie uji, kwa sababu ukiwa mimi nimekunywa uji wewe sija kuoa na umenipikia uji, saumu yangu batili, haikubaliki. Kwa hiyo bora tuoane, tufunge ndoa, unipikie uji. Sasa wakishaoana baada ya Ramadhani miaka 6 hawaishi mbele, kwa sababu wao walifungia ndoa kwa malengo ya Ramadhani, hawakufunga ndoa kwa malengo ya nusura ya dini. Kwa hiyo ndoa nyingi zinazofungwa mwezi wa Ramadhani zinafungwa kwa malengo ya Ramadhani, ndio maana zinakuwa hazidumu baada ya Ramadhani. Si umenielewa? Sasa je, ndoa zenyewe za kufunga ndani ya Ramadhani zinaswihi? Hilo swali jingine. Jibu, ikiwa nguzo za ndoa zimetimia, ndoa inaswihi bila ya kujali imefungwa muda gani, kwa sababu kutimia kwa ndoa kunategemea nguzo za ndoa kutimia wakati wa ndoa. Ikiwa yale masharti ya nguzo za ndoa yametimia wakati wa ndoa, ndoa inaswihi bila ya kujali imefungwa kwa lengo gani. Madhali nguzo zimetimia, ndoa imeswihi. Je, kwa wale ambao wamefunga bomani kwamba huyu ni Muislamu, huyu ni Mkristo, alafu anaishi pamoja, wameenda kuhalalisha zinaa.
hapo hamna ndoa. Ndoa yoyote inayofungwa kwa mkuu wa wilaya kwa mafundisho ya Kiislamu, hao wamehalalisha zinaa. Hao ni wazinifu watupu. Hata angekuwa mkubwa mpaka mbinguni, hata angekuwa na cheo mpaka wapi, madhali ameoana kwa mkuu wa wilaya, kila mtu na dini yake, kaoana kwa mkuu wa mkoa, kila mtu na dini yake, kwa mujibu wa Uislamu. Kama ni Muislamu, ikiwa mwanamke ndio Muislamu au mwanamume ndio Muislamu, kahalalisha zinaa na anaziniwa au anazini mpaka kufa kwake, na Mungu atamuuliza dhambi ya zinaa, jiandae nayo. Na ikitokea ameoana au wameoana kwa hiyo bomani, lakini pia yule mwanaume anamhudumia mwanamke wake kwa kumpa pesa kwa ajili ya iftari, uji na nini, mzinifu mwenzie haiswiki hata thawabu. Yule ambaye anatoa pesa hapa hauwezi kupata thawabu kwa kumzini, kwa kumfutulisha mzinifu mwenzio. Haramu, hakuna hiyo kitu, ni haramu, ni kosa. Kama anataka kupata thawabu atoe mahali pa halali. Yani tendo ni halali lakini mahali ni haramu. Sadaka ni halali lakini anatoa mahali haramu. Ni sawa na unatoa pesa kumlisha Mkristo nguruwe ili apate mchuzi wa virutubisho. Hiyo huwezi kupata thawabu kwa sababu umemnunulia nguruwe. Ni haramu katika Uislamu. Ungekuwa umemnunulia ng'ombe ungepata thawabu japo yeye ni Mkristo. Lakini madhali umemnunulia kitimoto, wewe unapata dhambi pia kumlisha kitimoto. Kwa maana hiyo, wewe unayemfutulisha hawala yako ambaye si mkeo katika mazingira ya uharamu na yeye ni Mkristo, ni haramu. Mimi natamani pia tulizungumzie hili hapo hapo kwenye hilo swala la ndoa. Kwa wale ambao wako kwenye uchumba, kwa maana barua imetoka, mahari pengine pia imetoka, nao pia mwanaume anapaswa kumhudumia mwanamke wake? Anamhudumia, lakini kwa dhamira ya kuwa mchumba wake. Wasiwe anamhudumia kwa sababu na yeye anapewa service. Okay. Isije kawa huyu mwanamume anahudumia kwa sababu na yeye huwa anahudumiwa. Ahudumie kwa sababu yuko katika period ya kuelekea ndoa. Kumhudumia mchumba wako sheria inaruhusu. Kumnunulia nguo, kumpa chakula wakati wa uchumba unaruhusiwa, ila huruhusiwi hata kwa bahati mbaya kupiga manyanga. Hata kidogo. Huruhusiwi. Manyanga sio halali. Mpaka muone ndo mpige manyanga. Sawa, mimi nikutoe huko. Na kuja kwenye hili swala la ndoa pia. Moja kati ya kitu ambacho kimewafurahisha watu wengi ni baada ya kumuona msanii Gigy Money kubadilisha dini. Nani? Gigy Money. Gigy Money msanii huyu. Huyu Mama Maira Gigy Money. Amebadilisha dini bwana, amekuwa Muislamu. Mashallah, Mwenyezi Mungu amdumishe. Amina rabbil alamin. Muislamu wa imani, asiwe Muislamu wa mapenzi. Amina rabbil alamin. Kiukweli kitu ambacho kimewavutia watu wengi, kwanza Gigy anajua kusoma Qur'an. Sio yote na kuna baadhi ya matamshi anayakosea, lakini kuna namna kwa mtu ambaye amelelewa kwenye madhehebu ya Kikristo kama Gigy na jinsi alivyokuwa, ni ngumu kuamini kama ana uwezo wa kuisoma suratul Fatiha. Alisoma suratul Fatiha. Alisoma sio kwa undani, like sio kwa ufasaha, lakini alisoma. Hasa na kanuni ya Mungu, ukiamua kujitahidi, Mwenyezi Mungu anakuongoza. Kwa kuwa ameshasilimu na kaisoma suratul Fatiha baada ya kusilimu, kalipwa thawabu kama alivyoisoma Mtume kwa ufasaha, japo yeye kaisoma kwa kuikosea. Kwa sababu Mungu anaangalia imani yake na yakini yake. Innamal amali binniyati. Nia yake Mungu ndo anaiangalia, haangalii matamko yake. Kwa hiyo kuisoma Qur'ani analipwa thawabu. Ajitahidi asome sana Qur'ani. Hizo sura alizozihifadhi mwezi wa Ramadhani azisome sana ili atengeneze thawabu. Lakini kubwa Gigy Money kwa yeye kusilimu. Kwa yeye kusilimu, mambo mawili kwake hapo. La kwanza, kasamewa dhambi zote zinazomhusu yeye na Mungu. Kwa maana amekuwa mpya kama mtoto mchanga. Yani kama mtoto mchanga, zinazomhusu yeye na Mungu zote zimefutwa zote. Lakini kubwa, yako baadhi ya makosa aliyafanya na madhambi aliyafanya, Mungu ameyabadilisha, saizi yamekuwa thawabu. Lakini kwenye hilo Gigy bwana anakaribia kuolewa.
Na sababu kubwa iliyopelekea yeye kubadilisha dini ni kwamba anakaribia kuingia kwenye ndoa na mwanaume wake. Ila kuna watu wamekuwa kijiuliza sana, kuna namna kama wanamuona Gigi na ule mwanaume wake wanaishi pamoja, inaswihi kama akiwa mchumba wako shamtolea barua mahali na kila kitu kuishi na nyumba moja ikiwa bado hujamuoa ndani, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Sheria hairuhusu. Si nilishalijibu hilo? Sheria hairuhusu. Mchumba unaruhusiwa kumhudumia, sio kupiga manyanga. Yani wewe unahudumiwa alafu na wewe unataka kuhudumiwa. Sasa hiyo si tofauti. Kwa hiyo huyu bwana ndio ana makosa kama ndivyo, lakini kama ndivyo, narudia tena, kama ndivyo, nisinukuliwe vibaya, kama ndivyo kwamba anaishi naye kinyumba, sasa hii hamjengi kiimani, anamtengenezea mazingira ya kutokumjenga kiimani. Alitakiwa amjenge kiimani. Kama kweli alishamlipia mahari au alishakubaliana, hata kama hajalipa mahari, anachopaswa kufanya ni kumuoa kwa haraka, harusi ifanywe baadaye, kwa sababu kuna ndoa na harusi ni vitu viwili tofauti. Walimatil harusi, sherehe za harusi zinafanywa baada ya ndoa. Ndoa ni tukio linalohitaji mambo 6 tu: kuwe na muoaji, kuwe na muolewaji, kuwe na mtoa idhini, na wote wawe Waislamu. Mtoa idhini hapo anakuwa nani? Anaweza kuwa baba mzazi, anaweza kuwa kaka wa baba mmoja mama mmoja, anaweza kuwa babu mzaa baba, anaweza kuwa baba mkubwa au baba mdogo wa baba, na kadhi. Mjomba pia haruhusiwi kuozesha, hamna sheria hiyo. Kuna watu wanaozeshana na wajomba zao. Hamna hiyo kitu. Labda apewe idhini ya kuozesha, lakini sio aozeshe. Na binti mwenyewe kama sheria inamruhusu, au apewe idhini na kadhi kwamba utamuozesha. Lakini sheria haimruhusu kumuozesha. Yani mawali wako hao. Wali namba 1 ni baba mzazi wa ndoa, na hapa nazungumzia wa ndoa. Yani huyo mzazi awe mzazi ndani ya ndoa. Wali namba 2 babu, baba wa baba mzazi. Tumeelewana sawa sawa? Wali wa 3 ami, baba mkubwa au mdogo. Wali wa 4 kaka, mliyezaliwa baba mmoja katika ndoa. Si lazima muwe mama mmoja, mliyezaliwa baba mmoja katika ndoa. Kama hawapo wote, kadhi. Huyo ndo wali wa mwisho, na huyo ndo kilaka. Huyo anaruhusu pande zote kuingia. Kadhi anaruhusiwa kuozesha, na kadhi anaweza kuteuliwa hata na muolewaji, kwamba mimi nataka niozeshwe na fulani, awe kadhi wangu. Madam sheria inamruhusu anamuozesha, na kama Muislamu na vigezo vinamruhusu anaozesha. Mimi nataka tuzungumzie swala la Gigi. Pengine unalipi la kumwambia? Ameshaingia rasmi kwenye Uislamu na anafunga sasa hivi, na kikubwa ambacho tunakipenda kutoka kwake, hata binti yake Maira sasa hivi anavaa vijuba kidogo akienda shule, akiwa anarudi cha kwanza wanazungumza, wanasoma Qur'ani pamoja. Ni kuna namna fulani hivi, kuna maisha kwa Gigi amekuwa kama amebadilika. Zungumza naye kidogo, ameshaingia kwenye imani ya dini ya Kiislamu sasa hivi. Nisizungumze tu na Gigi, nizungumze na watu wote wanaoingia katika Uislamu, na naomba ninukuliwe kwenye maneno haya kwa wino wa dhahabu wenye rangi kubwa uliokolezwa. Mtu yeyote anapoingia katika Uislamu, tumaini lake la kwanza liwe Uislamu, lisiwe Waislamu. Tumaini la mtu yeyote anaingia katika Uislamu, tumaini lake la kwanza liwe Uislamu, lisiwe Waislamu. Na kiigizo cha kwanza cha mtu yoyote anapoingia katika Uislamu, uwe ni Uislamu na sio Waislamu. Kiigizo chake cha kwanza kiwe Uislamu na sio Waislamu. Ajifunze kwenye Uislamu, asijifunze kwa Waislamu. Aupende Uislamu, asiingie kwa ajili ya kuwapenda Waislamu. Waislamu ni watu na wana maisha yao nje ya Uislamu. Asije siku akauhukumu Uislamu kwa makosa ya Uislamu, ya Waislamu. Na hofia kila anayeingia kwenye Uislamu, akiingia Uislamu kwa ajili ya fedha,
akiingia Uislamu kwa ajili ya mke, akiingia Uislamu kwa ajili ya mume, akiingia Uislamu kwa ajili ya kadha 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 nje ya Uislamu, siku akikikosa au akikosewa na hicho kilichomwaminisha kuingia kwenye Uislamu, anaweza akauhukumu Uislamu kwa kosa la Muislamu au la Waislamu. Sasa asiingie mtu kwenye Uislamu kwa kutazama Waislamu, aingie kwenye Uislamu kwa Uislamu ni dini bora iliyokamilika yenye faida katika maisha ya mwanadamu physically na spiritually, ila Waislamu wana mapungufu mengi. Na kuna makundi makubwa ya watu waliosilimu wakaingia kwenye Uislamu, waliuchukia na kuuacha Uislamu kwa makosa ya waliowashawishi kuingia kwenye Uislamu, hali ya kuwa Uislamu ni kitu kingine na Waislamu ni kitu kingine. Kwa hiyo ombi langu kwa mama yangu Gigy Money, kwa lengo lake la anaitwa Rawia. Hata Gigy Money bado jina lake tu halina shida. Okay. Sheria ya Uislamu haimkatazi kubaki jina lake la zamani. Anaweza asibadili jina, akabadili dini na akaenda peponi. Yani kuwa John hakukufanyi uende motoni, wala kuwa Abdalla hakukufanyi uende peponi, bali matendo na maisha sahihi ya dini ndio yanakupeleka katika Uislamu. Yani anakupeleka peponi na kufanya kuwa Muislamu kamili. Kwa hiyo mimi kumuita Gigy Money bado naona si kosa, na kumuita hiyo nini Rawia bado ni jina zuri, lakini jina lake la zamani halina shida, ila mwenyewe kama halipendi aitwe jina analolipenda kwa sasa. Kwa hiyo kitu ninachomuhusia mamangu huyu na ninachowahusia Waislamu wengine wanaoingia katika Uislamu, wajitahidi kutazama Uislamu katika maisha yao, wasitazame Waislamu. Waislamu wana mapungufu mengi. Na muhusia sasa huyu mume aliye naye ambaye mchumba anakwenda kumuoa, katika safari ya maisha ya ndoa kuna mengi, kuna mapungufu ya makundi yote mawili. Anaweza akafika mahala akaferi, ima mume akatangulia mbele za haki au ikatokea hitilafu wakatengana. Asithubutu kuuacha Uislamu kwa sababu una faida kubwa katika maisha yake, hata kama atapotezana na huyu mwanamume kwa namna yoyote atakayoipanga Mungu. Au angalie kwanza Uislamu, asiwaangalie Waislamu. Naam. Mimi niseme asante. Shukrani sana mamangu, asante.